Juni 18 mwaka 2025, ripoti zinazotoka Mashariki ya Kati ni ripoti mbaya na ngumu sana mara baada ya kauli ambazo zimetolewa na Ayatollah Khamenei ambaye yeye ndiye kiongozi mkuu pale nchini Iran, ambapo yeye ameibuka na kuionya Marekani kwamba kama wanataka kuichezea Iran basi wanatakiwa kujiandaa kisaikolojia kufanyiwa tukio lolote lile ambalo linaweza kuwa si tukio litakaloweza kuwafurahisha wa Marekani. Iran dhidi ya Israel. Ayatollah Khamenei ameionya Marekani dhidi ya hatua za kijeshi. Amesema Irani kamwe haitasalimu amri. Katika taarifa ambayo imetolewa kwa ukali, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa onyo kwa Marekani akisema kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Irani italeta madhara yasiyoweza kurekebishwa. Akizungumza huku mvutano wa kikanda ukiongezeka, Khamenei amesisitiza kuwa Irani iko tayari kurinda uhuru wake kwa gharama ya aina yeyote ile. Msimamo thabiti kati ya mashinikizo unaendelea kuongezeka, ambapo tuliona Marekani ili itaka Iran ifanye kitu kinaitwa kusalenda bila kuwa na masharti yoyote, kwa maana ya unconditional surrender, ambapo hii ni kauli ya ambayo ilitolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa siku moja tu baada ya tamko hilo la bwana Donald Trump, tunaona Khamenei anasema jeshi la Marekani lazima lijue kuwa taifa la Irani halitasalimu amri kamwe. Ukiukwaji wowote wa uhuru wetu, iwe ni kwa kuingia katika anga zetu au kwa mashambulizi ya moja kwa moja, utakabiliwa na upinzani mkali vibaya mno. Khamenei ameongeza kwamba majeshi ya Irani yako tayari kikamilifu kulinda ardhi ya taifa hilo kwa msaada wa viongozi pamoja na raia wa kule Irani, akisema kamwe hatutaruhusu damu ya mashujaa wetu imwagike bure, akirejelea vifo vya hivi karibuni ambavyo Irani inadai vimetokana na mashambulizi kutoka nje. Kiongozi huyo mkuu amesifu mshikamano wa wananchi na uongozi wa Irani katika kukabiliana na vitisho vya kigeni, akisema kila sehemu ya taifa kuanzia kwa wanajeshi hadi raia inasimama pamoja kulinda ardhi yetu takatifu, huku akitoa ujumbe unaoonekana kulenga kuimarisha mshikamano wa kitaifa mbele ya shinikizo la kimataifa. Taarifa ya Khamenei inakuja huku uvumi ukizidi kuhusu uwezekano wa Marekani kujiunga kijeshi katika mzozo kati ya Iran pamoja na Israel, pamoja na hali ya ukosefu wa utulivu katika Mashariki ya Kati. Kwa kutangaza kuwa hatua yoyote ya Marekani italeta madhara yasiyorekebishika, Khamenei ametuma onyo la wazi dhidi ya uchochezi ambao unafanywa na Marekani. Kauli hiyo inakuja wakati ambapo hali ya taharuki imefikia katika kiwango cha juu, tunaita ni red line, huko Irani ikishutumiwa kwa kuwaunga mkono wapiganaji wa kivita katika maeneo mbalimbali, na Marekani ikiongeza uwepo wake wa kijeshi majini na angani karibu na eneo hilo. Viongozi wa Iran wamekuwa wakitaja uingiliaji wa kigeni kama uvunjaji wa uhuru wa taifa lao na wakitumika kuimarisha mshikamano wa ndani. Hii ndio kauli ambayo imezungumzwa na Ayatollah Khamenei, ambaye huyu kimsingi ndiyo kiongozi mkuu wa taifa la pale Irani, ambayo ameamua kuwaeleza ukweli kwamba Wamarekani wanatakiwa kukaa mkao wa kula kama kwa namna moja ama nyingine watashiriki katika eneo hilo, moja kwa moja watatandikwa na watapata hasara ambayo kamwe hawajawahi kuifikiria. Hasa hizi ndizo kauli za kiume ambazo tulikuwa tunatamani sana kuzisikia kutoka huko Mashariki ya Kati, kwa sababu ukiona Pakistan, ukiona China, ukiona Urusi, ukiona India, ukiona North Korea, Korea Kaskazini na mataifa mengine, ukiona yanavimba mbele ya Marekani, ujue na yenyewe yaliwahi kutoa kauli za kiume kama hizi ambazo zinatolewa na Irani. Na Irani ili wafanikishe mpango wao wa kwenda mbele zaidi, ni lazima wahakikishe wanapambana kufa na kupona na hao wa Marekani, maana vinginevyo wanaweza wakajikuta wanaingia katika tanuru ambalo linaweza likawa ni tanuru baya kuliko maelezo ya aina yoyote. Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump, yeye ameendelea kutoa vitisho kwenda kule Iran, na ndio maana Ayatollah Khamenei ameona wao hawamjui vizuri, kaamua kuwajibu moja kwa moja. Rais huyu wa Marekani amesema, sina hakika kama tutashambulia, lakini hatutakubali Irani iendelee. Rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema kwamba bado hajafanya uamuzi kuhusu kama Marekani itaungana na Israel katika mashambulizi dhidi ya Iran, lakini ameonya kwamba
ni kuchelewa sana kuanza kwa mazungumzo. Ninaweza kufanya na ninaweza nisifanye. Hakuna anayejua nitafanya nini, Trump alisema alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kushambulia maeneo ya nyuklia na ya kijeshi kule Irani. Alipoulizwa kama ni kuchelewa kufanya makubaliano mapya ya kudhibiti mpango wa nyuklia wa Irani, amesema namnukuu, hakuna kitu kilichochelewa sana. Ameongeza kuwa Irani ilikuwa imetuma ujumbe wa kutaka mazungumzo katika ikulu ya White House. Nayo Irani imesema hatutafanya mazungumzo kwa kulazimishwa. Yaani hizi kauli za kiume ninazielewa sana. Kupitia ujumbe katika mitandao ya kijamii, ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa umejibu moja kwa moja kauli ya bwana Donald Trump. Akasema hakuna kiongozi wa Iran aliyewahi kuomba msaada kwenda Marekani au kuomba huruma kwenda katika ikulu ya White House. Ujumbe huu umeendelea kusema kitu kibaya zaidi kuliko uongo wake ni tishio lake la kitoto dhidi ya kiongozi mkuu wa Irani. Anasema Irani haitafanya mazungumzo kwa shinikizo, haitakubali amani kwa masharti, na kwa hakika sio na mzee wa vita asiye na umaarufu anayejaribu kubaki kwenye jukwaa, akisema hao wa Marekani ni wazee wa vita, lakini wao hawana uwezo wa aina yeyote ile. Wakati majibizano haya yakiendelea kati ya Marekani pamoja na Iran kuhusu kile ambacho kinaendelea, mashambulizi tumeona yameendelea kuibuka na kuripotiwa katika maeneo mbalimbali kati ya Irani pamoja na Israel, ambapo Jumatano usiku Israel ilirusha makombora kadhaa kuelekea Teheran. Mengi yalidunguliwa na ulinzi wa anga wa Irani, lakini maeneo yanayohusishwa na nyuklia yalidaiwa kushambuliwa. Jeshi la Israel linasema lilituma zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani na nyingine za kivita 50 kushambulia maeneo ya uzalishaji mashine za kurutubisha uranium inayofahamika kama centrifuges, lengo likiwa ni kuizuia Irani kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA liliandika kwa maneno mawili, Karaj na kituo cha utafiti cha Teherani yaliharibiwa, ambayo yalikuwa yakifuatiliwa na shirika hilo kabla Marekani kujitoa katika makubaliano ya JCPOA. Iran ilijibu kwa kurusha kombora dhidi ya Israel kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Mengi yalidunguliwa, lakini milipuko ilionekana angani juu ya Tel Aviv, Jerusalem pamoja na ukingo wa kule magharibi. Vifo na hofu pamoja na hali ya watu kukimbia vimeendelea kuripotiwa, japo Iran haijatoa takwimu mpya za vifo, ila kundi la Human Rights Activities na Iran linakadiria zaidi ya watu 450 wamefariki dunia, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 109, raia 224, wengine 119 ambao hawajulikani. Nchini Israel, kombora la Iran liliua watu 24, akiwemo mwanamke mzee mwenye miaka 90 Bella Ashkanze. Miji mikuu imeanza kuporomoka huku maelfu ya watu wakikimbilia Teheran. Video zinaonyesha magari yakiwa yamejaa barabarani. Trump alitoa onyo kwa wakazi wa Teheran milioni 10 kuondoka mara moja. Israel imewataka raia wake kukaa karibu na maeneo ya hifadhi ya mabomu, pamoja na ubalozi wa Marekani umefungwa hadi Jumamosi. Lakini tumeona Iran imesema uingiliaji wa Marekani utasababisha vita kubwa zaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, anasema ninadhani uingiliaji wowote wa Marekani utasababisha vita kuu na madhara mabaya sana kwa jumuiya nzima ya kimataifa. Ali Bahrain, balozi wa Iran huko Geneva, amesema Iran itajibu kwa nguvu mashambulizi ya Israel, hata Marekani wakiungana na Israel. Kwenye hotuba ya Jumatano, Ayatollah Khamenei amesindikiza kwa maneno ya Kiswahili akisema Marekani inapaswa kujua kwamba hatua yoyote ya kijeshi italeta madhara ambayo kamwe hayatorekebishika, na kwamba Iran haitasalimu amri kamwe, na kuonya kuwa Israel imefanya kosa kubwa ambalo litawagharimu sio leo tu, bali litawagharimu a lifetime.